Taarifa ambazo naenda kufichua katika kanda hii ni za siri kubwa, kwa sababu tumezipata za ndani na tunapeperusha matangazo hayo kutoka Mbeya hapa Tanzania. Lakini kabla ya taarifa hizo, na kuomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, uichukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa wakati tunaziweka kwa mtandao wa Tanzania ITV. Ninaomba kila mmoja unapoendelea kutazama, kuna alama ya like, bonyeza hiyo alama ya like ili tuzidi kusonga mbele katika makala hii. Taarifa za ndani zimetufikia ambazo ni za kushitua na kutingisha taifa letu la Tanzania. Taarifa hizi zimeweza kusababisha rais wetu Samia Suluhu Hassan kujificha Ikulu baada ya Faustin Mafuele, ambaye wengi mnamjua. Faustin Mafuele ni afisa mwandamizi wa jeshi la polisi hapa Tanzania. Amefanyiwa kitu kibaya zaidi, amefanyiwa unyama ambao ninaenda kukueleza na kufichua yote vile tumeweza kupata taarifa hizi ambazo ni za ndani. La kwanza, Mafuele ni nani? Mafuele huyu ni afisa mwandamizi wa jeshi la polisi na jina lake liliweza kugonga vichwa vya habari wakati inadaiwa alikuwa anahusika pakubwa kwa yeyote ambaye anatekwa nyara katika taifa hili letu la Tanzania. Inadaiwa kikosi kile ambacho kimekuwa kikihusika kwa utekaji nyara na kufanyia wengine madhambi alikuwa kiongozi wa kikosi hicho. Ikumbuka wakati mmoja taifa letu jirani la Kenya, kuna mwanaharakati kutoka taifa lile ambaye anaitwa Boniface Mwangi, na mwingine taifa lingine jirani mwanaharakati anaitwa Agatha kutoka Uganda, walifika hapa Tanzania kutetea na kufuatilia kesi ya mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Lakini baadaye tukasikia wanaharakati hao wametekwa nyara, wakafanyiwa madhambi, wakalawitiwa chini ya usimamizi wa Mafuele ambaye ni afisa mwandamizi wa jeshi la polisi hapa Tanzania. Kisha baadaye wakatupwa pale kwa mipaka ya mataifa yao, na wengi wamekuwa wakitekwa nyara hapa Tanzania, na kila wakati yule ambaye ananusurika kutoka utekaji nyara anasema ya kwamba nilimuona Mafuele alinifanyia madhambi, Mafuele aliweza kunilawiti, Mafuele alinifanyia mambo ambayo sio ya kufurahisha. Sasa habari za ndani zinasema hivi: Mafuele huyu amekuwa kwa kikosi hicho, lakini kile naye ameweza kufanyiwa ni kibaya tena zaidi. Na kile ambacho unafanya katika ulimwengu huu lazima utafanyiwa siku moja. Yaani kile mtu ambacho anakipanda lazima atakivuna. Inadaiwa kwamba Faustin Mafuele alitekwa nyara, vile inadaiwa, na makomanda wa jeshi la wananchi hapa Tanzania. Tunataarifiwa ya kwamba baada ya kutekwa nyara aliweza kulawitiwa au kupakwa, ukipenda kuingiliwa kinyume cha maumbile, vile naye amekuwa akifanyia wengine unyama wa aina hiyo. Lakini mumeona katika mitandao ya kijamii watu wakishangilia, watu wakifurahia kwamba Mafuele naye ameweza kufikiwa. Sio vizuri kushangilia wakati mtu anafanyiwa unyama huo, lakini Mafuele alikuwa ameingilia watu wengi, hasa wale ambao wanatekwa nyara na ni binadamu ama ni watoto wa watu hapa Tanzania. Mafuele amekuwa akihusika kwa unyama mkubwa, naye ameweza kulipiziwa kisasi cha aina hiyo. Wengi wamekuwa wakisema ya kwamba
hivyo ndivyo tunataka Mafuele afanyiwe, na angefanyiwa tena zaidi baada ya kudaiwa kwamba alitekwa nyara na makomanda wa jeshi la wananchi Tanzania na kufanyiwa unyama wa kuingiliwa kinyume cha maumbile, ama kulawitiwa ama kupakwa vile naye amekuwa akifanyia wengine. Watanzania sasa hivi tupo katika hali ambayo haieleweki. Utekaji nyara sasa hivi unaendelea katika taifa hili kwa sababu Humphrey Polepole kufikia sasa hajulikani alipo. Lakini kuna taarifa ambazo tutazileta baadaye. Kuna ripoti ambayo tunasubiri katika meza yetu ya habari ambayo inahusu Humphrey Polepole, na tutazileta hizo habari baada ya kuzithibitisha zote kwa ujumla, kwa sababu hatutaki kuleta jambo lolote kabla ya kuhakiki, kwa sababu ya matumaini na kutuenzi na kutuamini, kutufuatilia kila wakati. Kuna habari ambazo tunaongojea kidogo, pindi tu itakapofika kwa meza ya habari tutakuwa tunalipua kuhusiana na Humphrey Polepole alipo. Sasa Mafuele chake ki motoni, naye sijui alisikia kivipi baada ya kuingiliwa kinyume cha maumbile, baada ya kudaiwa kutekwa nyara na makomanda wa jeshi la wananchi katika taifa hili letu la Tanzania. Sasa Samia ambaye ni rais yupo wapi ili aweze kumsaidia Mafuele? Kumaanisha imefika wakati mambo kama haya ya utekaji nyara yafike mwisho. Kuna kikosi ambacho niliweza kukiangazia hapa cha TFF, ukipenda Tanzania Freedom Fighters, ambacho kimeweza kuanzishwa kupambana na serikali ya CCM, na wakasema ya kwamba yule mwenyekiti wa CCM hapa Mbeya penye tupo aliweza kukatwa mwili. Wakasema kikosi hicho ndicho kiliweza kumkata kichwa mwenyekiti wa chama tawala CCM. Kisha baadaye wakatangaza kwamba wataendea maafisa wa polisi wote, kisha baadaye watakuwa wanamwendea Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa hali hii Freedom ama kikosi kile cha TFF, Tanzania Freedom Fighters, kuingilia mambo kama haya, sasa tumeshuhudia Mafuele akifanywa madhambi. Kumaanisha penye tumefika, kile ambacho unakifanya kuwa tayari, kwa sababu wakati mmoja na wewe utafikiwa. Samia hajazungumza, serikali yake haijazungumza kuhusiana na madai haya ambayo tumepokezwa katika meza yetu ya habari, na Mafuele alikuwa jina lake lilikuwa limevuma tena zaidi katika mitandao ya kijamii hapa na pale kwa kuhusika katika kikosi cha kuwateka nyara wa Tanzania, na hata wale ambao wameonekana wakipinga serikali ya Samia Suluhu Hassan. Naomba kutamatishia hapo, lakini tukipata taarifa zingine za ndani tutakuwa tunazileta katika mtandao wa Tanzania ITV. Na ninaomba tu, ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe, uchukue sekunde moja tu ya mwisho uponyeza patani ya subscribe ambayo ipo hapo chini, na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka Tanzania ITV kila wakati. Kwaheri.